Opo Mheshimiwa Saidi Mohamed Mtanda, mkuu wa mkoa wa Mwanza na wakuu wa mikoa wengine wote mliopo nasi hapa, Mheshimiwa Selemani Mosi Kakoso, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu, pamoja na wabunge wote mliopo nasi, Balozi Mhandisi Aisha Amur, katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi na makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu wote mliopo hapa pamoja nasi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, makatibu tawala wa mikoa, waheshimiwa mabalozi, naona hapa balozi wa Kenya, balozi wa Uganda, balozi wa Mozambique, balozi wa Congo DRC, balozi wa Rwanda, balozi wa Burundi, tunawashukuru sana kwa kuja kutuunga mkono. Wenyeviti wa bodi za taasisi za wizara zilizopo chini ya Wizara ya Ujenzi, management ya wizara na wataalamu wa TANROADS, familia ya Dr. John Pombe Magufuli wakiongozwa na mdogo wangu Janet, viongozi wa serikali katika nyadhifa zenu tofauti, viongozi wa dini, machifu wenzangu na wazee wa Mwanza, wageni waalikwa, ndugu wanahabari, vikundi vya burudani, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wananchi, hatuna budi kumrejeshea Mwenyezi Mungu sifa na shukrani zetu kwa kutujalia kukutana leo hapa kwa jambo hili tunalolishangilia leo. Leo ni siku nyingine ya kihistoria katika nchi yetu na ni siku tuliokuwa tukiingojea kwa hamu na shauku kubwa. Kipekee tunafungua ukurasa mpya katika historia ya usafiri kati ya Kigongo na Busisi. Kumbukumbu zinaonyesha kuwa mnamo mwaka 1968 serikali ilinunua kivuko cha kwanza cha umma kilichokuwa kinaitwa Busisi Boat. Kilikuwa na uwezo wa kubeba abiria 15 tu na kilikuwa hakibebi magari kutokana na udogo wake. Ilipofika mwaka 1971 serikali ileta kivuko kingine kilichofahamika kwa jina la MV Mwanza kilichokuwa na uwezo wa kubeba tani 20 sawa na magari madogo matatu au manne kulingana na ukubwa na abiria 50. Kivuko hicho kwa sasa ni chakavu. Jitihada za serikali hazikuishia hapo, kwani mwaka mmoja baadaye, mwaka 1972, serikali iliongeza kivuko kingine kilichojulikana kwa jina la Geita Ferry kikiwa na uwezo wa tani 65 ambacho kilibeba magari matatu na abiria 100. Geita Ferry kwa sasa kinafahamika kwa jina la MV Temesa na kinahudumia katika kituo cha Ilunda na Luchelele mkoani Mwanza. Mnamo mwaka 1977 serikali ilinunua kivuko kingine ambacho kilifahamika kwa jina la MV Sabasaba chenye uwezo wa tani 85 na kilibeba magari 10 madogo na abiria 330. Mwaka 1985 serikali ilinunua kivuko kingine kinachoitwa MV Sengerema ambacho kina tani 170 na kinabeba magari 22 na abiria 400. MV Sabasaba na MV Sengerema kwa sasa vipo vinaendelea kutoa huduma. Miaka 23 baadaye, mnamo mwaka 2008 serikali ilijenga kivuko kinachoitwa MV Misungwi chenye uwezo wa kubeba tani 250, yani abiria 1000 na magari kati ya 34 na 36. Kwa sasa kipo kinaendelea na kutoa huduma kwa wananchi. Mwaka 2018 serikali ilijenga kivuko kingine kinachoitwa MV Mwanza chenye uwezo wa kubeba abiria 1000 na magari 34. Kwa sasa kipo na kinaendelea na utoaji wa huduma kwa wananchi. Pamoja na hayo, jinsi shughuli za kiuchumi na kijamii zilivyokuwa zikiongezeka, mahitaji ya usafiri yaliendelea kuongezeka na ufanisi wa kiuchumi ulikuwa mdogo kilinganishwa na mahitaji. Ndio maana haikushangaza kuona kuwa pamoja na uwepo wa usafiri wa umma, vile vile kulikuwa na usafiri binafsi ikiwemo mitumbwi na boti ndogo ndogo zilizokuwa zikitumika. Historia hii inatuonesha jinsi serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
katika awamu zote tofauti imeguswa na maendeleo ya wananchi na kuwaletea usafiri wa hakika ili waendelee kufanya na safari zao. Wengi wetu tunakumbuka ile hadithi maarufu aliyotusimulia hayati Dr. John Pombe Magufuli. Na hadithi ile inasisimua kwa sababu alitueleza kwamba alikuwa anakuja na pikipiki yake, anakwenda Sengerema kupeleka posa kwa Mama Janet kwao. Alipofika kivukoni hapa, akaangalia aina ya kivuko kilichokuwepo, akasema mimi siendi na hichi kivuko. Kwa hiyo akachukua pikipiki yake akapita njia ndefu, na alipofika Sengerema akapata taarifa kwamba moja katika mitumbwi iliyokuwa imeondoka kwenda kule umezama na watu wamefariki. Lakini kutoka hapo alipokuwa rais wetu ndio akasema sasa ile shida na kadhia za watu kuzama, sasa basi akaja na wazo la kujenga daraja hili. Na bila shaka shida ile ilimgusa Mheshimiwa Rais wetu marehemu kwa namna pekee, na kama nilivyosema ndipo akapata wazo la mradi huu. Na mimi baada ya kuondoka kwake nikasema nitasimama imara kuhakikisha maono yake yanatimia. Nilifanya hivyo kwa kuwa ahadi yangu kwa Watanzania ilikuwa ni kuyaendeleza mema yote ya awamu zilizopita na kuleta mema mengine mapya. Na kwa neema ya Mungu serikali tumeweza kuitekeleza ahadi hiyo. Ndugu wananchi, leo tunaandika historia mpya kuhakikisha hadithi za kusikitisha kama ile tuliyosimuliwa na Dr. John Pombe Magufuli zinaondoka. Tupo hapa kwa ajili ya sherehe ya ufunguzi wa daraja la Kigongo Busisi. Nitumie fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdallah Ulega kwa kutualika na kunialika mimi kwa mahususi kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu na la kihistoria kwa nchi yetu. Tunakushukuru sana. Ndugu wananchi, miongoni mwa vitu nilivyoahidi nilipokabidhiwa dhamana ya kuongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kukamilisha miradi ya kimkakati ikiwemo mradi huu wa Kigongo Busisi. Niliupokea mradi ukiwa umefikia 25% na kwamba fedha bilioni 152 zilishalipwa kati ya bilioni 718. Tumeweza kuliendeleza na kulikamilisha daraja hili lenye umuhimu mkubwa kwa mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga, Kagera na Kigoma na kanda nyingine mbalimbali zinazounganisha nchi yetu. Na hii ndio furaha na faraja yangu kubwa, na tunayo kila sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha katika hatua hii. Daraja hili limejengwa kwa lengo la kuunganisha barabara kuu ya Usagara na Sengerema katika Ziwa Victoria, ambayo ni barabara muhimu katika ushoroba wa kiuchumi katika kanda ya Ziwa. Ndugu wananchi, nafurahi kuwa lengo limetimia. Tumeweza kutumia barabara hii leo kwenda upande wa pili na kurejea hapa kwa muda mfupi. Ni dakika chache. Ukiacha yale tuliokuwa tukifanya njiani, kama tungekwenda tunakurudi, ni dakika chache sana. Sasa baada ya daraja hili kukamilika, sasa wananchi watatumia takriban dakika 4 tu kufika Busisi kwa kutumia usafiri wa gari, na kwa wale watakaopenda kwenda kwa miguu nao hawatatumia muda mrefu, watakuwa wamefika wanakokwenda. Ndugu zangu, ujenzi wa daraja hili uliotumia bilioni 718 umegharimiwa kwa 100% na fedha zetu za ndani zinazotokana na kodi zetu. Daraja hili litakuwa alama ya nchi yetu na uthibitisho kwamba tumepiga hatua nyingine ya kuifanya Tanzania kuwa taifa kubwa kiuchumi. Vile vile ni ishara ya kuwa Tanzania sasa ina uwezo wa kupanga, kutekeleza na kufanikisha mipango mikubwa.
Inafurahisha kuwa katika mradi huu asilimia 92 ya wafanyakazi walikuwa ni Watanzania, kwa maana ya wazawa wa taifa letu. Hakika hili daraja lilitokana na wazo la Watanzania wenyewe, lililogharimiwa na Watanzania wenyewe na lililojengwa kwa nguvu za Watanzania wenyewe. Hii ni fahari nyingine kubwa kwa nchi yetu, na bila shaka imekuwa fursa ya kukuza maarifa na ujuzi wa kutekeleza miradi mikubwa kama hii miongoni mwa Watanzania. Hongereni sana wote mliofanya kazi kwenye daraja hili. Ni matumaini yetu kwa ujuzi na uzoefu waliopata vijana wetu kwa kushiriki kikamilifu kwenye mradi huu ni faida kubwa kwao binafsi na taifa letu kwa ujumla. Hii ni hatua nzuri kuelekea ndoto ya Tanzania kujenga madaraja haya marefu kwa kutumia wataalamu wazawa. Tayari tunauona mwanga wa dhana ya kujitegemea kwa mbali na nadhani tutafika. Hivyo ni waase vijana wote mliopata nafasi ya kufanya kazi kwenye mradi huu kuendeleza utaalamu huu katika ujenzi wa madaraja mengine nchini. Ndugu zangu, ni matarajio yangu kwamba daraja hili tutalitumia vizuri na kuongeza tija na ufanisi katika shughuli zetu za kiuchumi. Kwa upande mmoja, litarahisisha usafiri na usafirishaji wa pembejeo, na vile vile bidhaa zenu takazozalisha zitafika kwenye masoko kwa urahisi zaidi. Hivyo, wananchi mnaoishi kwenye maeneo haya mnatakiwa sasa kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara ili kuongeza kipato chenu na kukuza uchumi wa nchi. Ni muhimu viongozi na wananchi kuendelea na mikakati madhubuti ya kutekeleza mipango tuliyoiweka ya kilimo, ufugaji na uvuvi wa kisasa ili kuongeza tija na kukuza biashara na majirani zetu. Daraja hili lina umuhimu mkubwa kwa majirani zetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi, Rwanda na Uganda, na hivyo kuimarisha biashara ya kikanda na kurahisisha huduma za uchukuzi kupitia Tanzania. Nimefurahi pia kuwaona baadhi ya mabalozi na washiriki wetu wa maendeleo waliofika kushuhudia tukio hili muhimu la kikanda. Kwa mantiki hiyo, daraja hili ni la kimkakati, na hapa nitoe agizo kwa vyombo vya ulinzi na usalama kujipanga kulinda daraja hili. Hili ni daraja la kimkakati, ni la aina yake ndani ya nchi, lakini si la Tanzania peke yake. Ni daraja litakalotumika katika ukanda huo wa Afrika Mashariki kama nilivyosema, na hatuna budi kulilinda. Kabla kuendelea, niombe radhi nitambue pia kuwepo kwa balozi rafiki yetu, balozi wa China yuko pamoja hapa na sisi. Wananchi, katika nia ya kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji, serikali kuanzia mwaka 21 hadi 25 imekamilisha ujenzi wa madaraja mengine makubwa 9 yaliyopo katika maeneo mbalimbali nchini. Madaraja hayo ni pamoja na Tanzanite na daraja la Gerezani yaliyopo jijini Dar es Salaam, madaraja ya Kiegea na Ruaha mkoani Morogoro, daraja la Wami mkoani Pwani, daraja la Msingi mkoani Singida, daraja la Kitengule mkoani Kagera, daraja la Ruhuhu mkoani Ruvuma na daraja la Mpwapwa mkoani Dodoma. Aidha, madaraja ya Loa Mpiji na Mbambe Pwani, daraja la Itembe Simiyu na daraja la Sukuma Mwanza, daraja la Pangani Tanga, Kerema Maziwani Dodoma, Kibakwe Dodoma, Mirumba Lindi na Jangwani Dar es Salaam, ujenzi unaendelea. Hayo nayo ni madaraja muhimu na ya kimkakati katika maeneo yaliko. Katika hatua nyingine, ndani ya miaka 4 iliyopita, serikali imeimarisha mtandao wa barabara nchi nzima,
ambapo jumla ya kilomita 1365.87 zimekamilika kujengwa kwa kiwango cha lami na kilomita 2380.4 ujenzi unaendelea. Ndugu wananchi, ujenzi wa madaraja na barabara, hususan madaraja makubwa kama hili, unagharimu fedha nyingi. Kama tulivyosema, daraja hili limegharimu bilioni 718. Hivyo sote tuweke umuhimu wa kipekee katika kuenzi rasilimali hii kubwa iliyowekezwa kwenye sekta ya ujenzi. Aidha, Wizara ya Ujenzi na Wakala wa Barabara TANROADS, hakikisheni daraja hili linatunzwa kwa kufanyiwa ukaguzi wa mara kwa mara na matengenezo kinga kwa wakati liliweze kudumu. Waswahili wanasema kitunze ili kidumu. Aidha, nitumie fursa hii kuwaasa madereva kuwa makini na wazingatie tahadhari zote zinazohusu usalama wa daraja hili. Ndugu zangu, pamoja nasi hapa leo tupo na familia ya hayati Dr. John Pombe Magufuli wakiongozwa na mdogo wangu Janet Magufuli. Nikiangalia nyuso zao naiona faraja ya kukamilika kwa daraja hili. Napenda nichukue tena fursa hii kutoa pongezi zangu za dhati kwa Wizara ya Ujenzi, TANROADS, mkandarasi na mhandisi mshauri kwa kazi nzuri walioifanya ya kujenga daraja hili kwa kiwango cha juu sana vya ubora. Baada ya kusema hayo, sasa nifanye kazi tuliyojia hapa. Kwanza ya uzinduzi wa daraja hili, nitangaze kwamba na kutamka kuwa daraja la Dr. John Pombe Magufuli linalounganisha Kigongo na Busisi lenye urefu wa kilomita 3 na barabara unganishi zenye urefu wa kilomita 1.66 sasa limefunguliwa rasmi. Mungu aibariki Afrika. Mungu aibariki nchi yetu Tanzania. Atubariki wa Tanzania. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Kazi na utu. Oktoba mwezi wa 10. Asanteni sana. Makofi mengi na vigelegele kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tanzania oye! Toti Band, naomba tujiandae tumsindikize Mheshimiwa Rais.